Habari wapenzi wangu, karibuni sana katika channel yetu ya mapishi raha, na leo jikoni kwetu nitakwenda kukufundisha jinsi ya kuandaa kuku wetu ambaye ni kuku wa kuchoma na kwenda kumchoma kuku. Kama ulikuwa unapata shida hujui jinsi ya kumuandaa kuku, kummarinate, jinsi ya kumuandaa na kwenda kumchoma, basi tulia katika screen yako tuende tukajifunza kwa pamoja jinsi ya kumuandaa. Hapo unapoona kwenye screen yako nimeshaweka viungo ambavyo nimechanganya viungo kadhaa kwa ajili ya kuchoma. Tumeweka kitunguu saumu, tumeweka tangawizi, tumeweka zile binzari, tumeweka pilipili manga, tumeweka paprika pamoja na chicken masala. Kwa ajili ya kumwandaa nimeweka pamoja na maji ya ndimu, chumvi, ajinamoto pamoja na soya sauce. Hivyo ndio listi ya viungo ambavyo tumemwekea kuku wetu, then nitakwenda kumchanganya. Hapo utakwenda kummarinate, then utakwenda kumwacha kwa muda wa masaa 6, ama kama unaweza unamwandaa kuanzia asubuhi unamchoma jioni, lakini hakikisha umemweka kwenye fridge. Weka viungo vyako hivyo kama ambavyo nimekutajia hapo. Utaandaa kulingana na wewe choma yako jinsi ambavyo unapenda kuweka, lakini mimi katika choma nimeweka hiyo list ambayo nimekutajia hapo, unaweza kaandika pembeni. Then utakwenda kummarinate kuku wako. Usisahau kuweka mafuta kwa ajili ya kusaidia, mafuta ya kupikia kusaidia vile viungo vyako viweze kushika vizuri kwenye kuku wako. Kwa hiyo utachanganya mchanganyiko huo ambao nimekutajia hapo, then utakwenda kuweka na mafuta ya kupikia kidogo, alafu utakwenda kuchanganya yule kuku wako na utakwenda kumweka kwenye fridge kwa muda wa masaa 6 ama zaidi. Usipunguze masaa 6 ili aweze kuingia vizuri viungo vyako. Haya, mimi baada ya kumchanganya masaa 6, mimi nilimweka kuanzia asubuhi mpaka jioni, na mchanganyiko wangu ulikuwa unaonekana hivyo. Kuku alikuwa ameingia vizuri viungo. Hapo nimemweka kwa muda wa masaa 6 na zaidi, ambao mimi nilimweka kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unaona jinsi ambavyo alikuwa amekolea viungo vizuri. Kwa hiyo ukitaka kuchoma kuku ambaye ni mzuri, hakikisha umeweka viungo ambavyo ni vizuri kulingana na choma yako, na kama ni mpenzi wa pilipili unaweza kaongeza kidogo, lakini kama si mpenzi au chakula cha familia usiweke pilipili nyingi, tumia tu pilipili manga kiasi basi. Then muweke kuku wako kwa muda wa masaa 6 ama zaidi, lakini hakikisha unamweka kwenye fridge akiwa anaingia viungo vyako. Baada ya hapo utakwenda kuandaa mahali pako pa kuchomea. Mimi nimechoma kuku wangu katika jiko la kawaida, jiko la mkaa, kwa sababu huwa napenda kupata ile smell ya moshi, ule moshi ile harufu yake. Unaweza kutumia oven kama utapenda, lakini ni vyema zaidi ukatumia mkaa, na hakikisha unamchoma kwa moto wa taratibu mpaka pale atakapoiva. Video ya mbele nakwenda kukuonyesha hapo jinsi ambavyo nilikwenda kumbeki kuku wangu. Hapo nilikuwa sasa namchoma, tayari unamchoma kuku wako. Hakikisha unamchoma kwa moto wa taratibu na unakuwa na mafuta kidogo kwa ajili ya kuwa na mpaka asiwe mkavu. Kwa wakati unamchoma kuku wako unakuwa na mafuta ya kupikia kidogo kwenye bakuli, unakuwa unampaka. Unaweza kaongeza na maji ya ndimu kwenye yale mafuta, ukaongeza na maji ya ndimu. Kwa hiyo wakati unamgeuza, kila ukigeuza upande wa pili unakuwa unampaka yale maji ya ndimu pamoja na mafuta, ili kuku wako asiwe mkavu, na hakikisha unamchoma kwa moto ambao ni wa taratibu. Hapa wakati tumewaweka, nitakuonyesha pia wakati tumemgeuza kuku wetu. Utakwenda kumgeuza, alafu utakwenda kuona ule muonekano anapoanza kuiva taratibu. Jamani, kuchoma kuku wako nyumbani inawezekana na akawa ana testi nzuri kabisa. Kwa katika listi ya mapishi ambayo nilikuwa nimeandaa na watu wengi walikuwa wamerecommend, ni kuonyesha choma. Tumeanza na choma ya kuku, na huyu alikuwa ni kuku wa kisasa, then nitakuja kukuletea choma ya nyama ya ng'ombe na vitu vingine pia. Haya, hapo ni baada ya kugeuza kuku wetu, alikuwa na muonekano kama huo. Unaona jinsi ambavyo alikuwa anaiva, ni brown na anaiva taratibu. Usibabue kuku wako, usimunguze kuku wako, na hakikisha una makadirio ya moto vizuri. Usiweke moto ambao ni mkali, moto uwe tu simple, kuku aive taratibu. Kwa hiyo hapo unaona kuku wetu alikuwa anaiva. Kadiri maendeleo kuku wetu alikuwa anaiva nilikuwa nakuonyesha. Unaona jinsi ambavyo anaiva taratibu, na ndani hakikisha asikauke sana, awe juice. Ukila nyama huo unasikia ile taste. Usimkaushe sana kuku kiasi kwamba akakosa ile taste nzuri, akawa mkavu sana. Kwa hakikisha unamkausha kiasi, ili mtu akila awe ile juice chicken ndani, unasikia ile ladha ya kuku na anakuwa hajakauka sana. Hapo ni baada ya kumaliza, kuku wetu alikuwa anaonekana hivyo. Unaona jinsi ambavyo alikuwa vizuri, alikuwa hajakauka, sio mkavu sana, viungo vimekolea vizuri, vimeshika vizuri. Mimi niliandaa pamoja na ugali pamoja na kachumbari pembeni kama ambavyo unaona kwenye screen yako. Tukao tulikula kuku wetu wa kuchoma, ugali pamoja na kachumbari. Na kuonyesha kwa ukaribu jinsi kuku wangu ambavyo ameiva. Unaona kuku ameiva mpaka ndani, ameshika viungo vizuri. Yaani
sio siri, kuku alikuwa ni mtamu sana. Kwa siri nzuri ya kuchoma kuku wako nyumbani, hakikisha unafuata step by step kupitia video hii. Hakikisha una viungo vizuri vya kutosha. Hakikisha umemarinate kuku wako kwa muda sahihi, akae kwa muda mrefu kwenye viungo. Lakini pia hakikisha unamchoma kwa moto wa taratibu. Unaweza kupika kuku wa kuchoma nyumbani akawa mzuri na mtamu mpaka ukasahau kuku wa kununua. Jamani, mimi nawapenda sana na kila siku nitaendelea kuandalia vitu ambavyo ni vizuri, recipe ambazo mnaamini haziwezekani, tutakwenda kuwekeana hapa kwenye channel yetu ya Mapishi Raha. Hakikisha umesubscribe ili uwe mwanachama wetu tunapokuwa tuna upload video zetu ziweze kufikia kwa urahisi. Mimi ni Mwalimu Wenu Face, nawapenda sana. Leo tulikuwa jikoni tukipika choma choma ya kuku. Bye.